Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kristo, Mungu ni mwema kila wakati. Naomba tumshukuru Mungu kwa makofi na vilevile Dominika hii ya leo. Hii Dominika ya 33 ya mwaka si wa nini? Wa kanisa. Kikweli niliwakumbuka sana. Ni muda mrefu kidogo, si ndio? Ni muda mrefu. Si ndio watoto? Ni muda mrefu sana. Kwa hiyo nikasema leo niambiwa nakuja Lugela, nikasema Mungu alipe nini jamani. Tunakumbuka sana. Naomba tuambie Mungu asante. Mungu asante. Kwa kila kitu tumwambie Mungu nini? Maadamu tunalala, tunaamka, tunatembea, tunapumua, tumwambie Mungu asante. Naomba tena tumshangilie Mungu, ndugu zangu katika Kristo. Sasa tukiwa katika shamla hiyo, tunaelekea mwisho wa mwaka na mwaka unakaribia kuisha, mwaka wa kanisa unaisha Dominika ijayo. Wazo kuu katika Dominika ya leo, mwambie jirani yako mwisho upo. Mwisho upo. Mwisho upo. Ni kitu ambacho kinatisha. Mwisho upo. Muangalie vizuri, mwambie ndugu yangu mwisho upo. Sasa naomba muelewe hiki. Masomo yetu yanayotuongoza, sawa? Somo la kwanza limetoka katika kitabu cha nabii Malaki. Ile sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya pili, na somo la pili limetoka katika waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Thesalonike, ile sura ya 3 aya ya 7 hadi ya 12. Na injili kama ukisahau, kumbuka imetoka injili ya Luka, ile sura ya 21 aya ya 5 hadi ya 19. Wazo kuu ni mwisho. Mwisho. Naomba niwaambie hiki kweli. Wahenga wanasema kila lenye mwanzo lina nini? Kila lenye mwanzo lina. Kiukweli jambo ambalo watu wengi katika ulimwengu huu wanajiuliza ni kwamba mwisho wa dunia utakuwa lini? Mnajua hilo kitu? Watu wengi watu tunajiuliza, hivi Kristo atakuja lini? Lini itakuwa mwisho wa nini? Wa dunia. Kwa sababu tumesoma maandiko sana, tumetafakari sana, na wakati mwingine tumesikia au kuona vile vitu ambavyo tunaamini ni ishara, tunaziita ishara za mwisho wa nyakati au ishara za mwisho wa dunia. Hizo ishara zimetukia katika maisha yetu, zimekuja na kuondoka, lakini mwisho bado. Hizo ishara kati zinakuja, mwisho nini? Yaani maana maisha yameendelea kama kawaida, si ndio? Wakati mwingine sasa wanasayansi wameeleza, jamani, hii dunia itafika mwisho, mambo yatakuwa hivi na nini. Lakini cha kushangaza, au wanasayansi wamekufa, dunia bado inaendelea. Si mnanielewa ndugu zangu? Wakati mwingine nitawapa mfano ambao unaeleweka sana. Sawa? Tarehe 28 Julai mwaka 1914 kama tulikuwepo hapa, ikaenda mpaka, nasikia, mpaka tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 1918. Mnaokumbuka ilikuwa ni vita vya kwanza vya dunia. Nakumbuka watu wakapigana, mataifa wakapigana, watu wakasema huu ndio mwisho nini? Vita vikaisha, maisha kaendelea. Unaelewa? Kama hiyo haitoshi, vile vile ikatukia tena tarehe 1 Septemba mwaka 1939 mpaka tarehe tena 12 Septemba, au tarehe 1 mpaka tarehe 2 Septemba mwaka 1900 na ngapi? 39 mpaka 45, vita vya pili vya dunia. Hiyo tarehe 2 Septemba, vita vya pili vya nini? Watu wakasema mwisho umefika, si ndio? Vita ikaisha, maisha kapa nini? Hapo sasa. Unanielewa? Sikuona mambo yanatabiriwa kwenye maandiko. Si ndio? Maana sasa baadaye wakasema hapana, mwaka 2000 ndio mwisho wa dunia. Mnakumbuka? Watu wengine wakauza vitu vyao, wengine wakajichoma, wengine wakafanya mambo makubwa, wakiamini ndio mwisho nini? Mwaka 2000 ni miaka 25 sasa hivi imepita. Maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Unanielewa? Baadaye wakasema hapana. 2019 mnakumbuka kilichotokea? Dunia nzima ilikuwa gizani. Wote tukajifungia ndani, tukiamini hata ukishika tu mlango hivi umekufa. Ukishika kitasa umefanya nini? Ukipumua umefanya nini? Watu wakasema jamani, huu ndio mwisho wa dunia huu. Si ndio? Corona.
Haya sasa, korona imeisha, maisha yameendelea na dunia kwa nini? Jamani, mnanielewa hapo? Sasa bado swali la kujiuliza, mwisho utakuwa lini? Yaani dunia itafika mwisho lini? Mbona matukio haya ambayo tunaelezwa kwenye maandiko tunayaona, tunayasikia, tunayashuhudia, maisha yanafanya nini? Lakini wazo linabaki pale pale, mwisho. Sasa hebu tuangalie masomo yetu, sawa? Twende taratibu. Somo la kwanza kama nilivyosema linatoka katika kitabu cha nabii nani? Malaki, ile sura ya 4 aya ya kwanza mpaka ya pili. Wanaosoma Biblia nyingine unaweza usikute hapo kwa sababu za Kiebrania, utakuta katika Malaki hiyo sura ya 3 aya ya 19 mpaka 20. Ni mambo hayo. Sasa huyu Malaki ni nabii ambaye hafahamiki sana. Hata kama unasoma maandiko matakatifu hautajua sana habari zake. Hazielezwi mle wala nje hazielezwi. Naomba niwaambie nijua kwa sababu gani? Kwa sababu jina lake huyu Malaki maana yake ni kwa Kiswahili ni kama mjumbe wangu, mjumbe. Kwa hiyo watu wanasema yawezekana hivi kitabu hiki kiliandikwa na mjumbe wa Mungu aliyeishi kipindi hicho ambacho wanasema baada ya wana wa Israeli kutoka utumwani nchini Misri na kabla au baada ya ujenzi wa hekalu la pili mwaka 515. Na ndio katika Kristo. Wengine wanasema hii ilikuwa ni kipindi ambacho mwaka 500, mwaka 450 muda mfupi kabla Nehemia kuwa gavana ya Yerusalemu. Mambo haya yalitokea. Yaani unabii aliishi katika kipindi hicho. Sawa? Yaani kati ya mwaka tungesema sasa kwa kawaida tuweke 450 mpaka mwaka 510 na ngapi? 15 hapa. Sasa lakini kwa sababu yaelezeki, hebu tuangalie mazingira yake. Kwa nini huyu nabii alikuwa anaongea? Naomba niwaambie hapa ili muweze kuelewa mnasoma Biblia. Hiki ilikuwa ni kipindi. Hiki kilikuwa ni nini? Ambacho watu walikuwa wanasali, wanaabudu, wanaenda hekaluni, lakini mioyo yao, matendo yao yako kinyume na kile wanachokihubiri, wanachokisali, wanachokiomba. Unaelewa? Huku wanaabudu Mungu lakini ndani mwao wako mbali na nani? Sasa hiki vile ni kipindi ambacho kulikuwa na kilio kikubwa sana cha haki. Naomba nieleze hiyo kweli. Kwa sababu tabaka lililokuwa juu lilikuwa nakandamiza walio wapi? Chini. Ilikuwa ni kipindi hicho. Wale waliokuwa nacho walikuwa wananyonya wasiokuwa nacho. Naeleza tena kitu kingine ambacho mkielewe tena hapa. Hiki ilikuwa ni kipindi ambacho katika mahekalu, makanisani, kwenye masinagogi, kulikuwa kuna rushwa iliyokithiri sana ya daraja la kikuhani. Mnaelewa hapa Yaani wale makuhani walikuwa na shutuma nini? Ya rushwa. Watumishi wa Mungu walikuwa na shutuma nini? Mpaka watu wengine wakasema hapana, hatuwezi kwenda kutoa sadaka. Japo Mungu anasema, lakini sisi hatuwezi kutoa nini? Kwa sababu zinatumika ndivyo. Watu wakagoma hata kutoa. Sasa ilikuwa ni kipindi hicho. Hiki ilikuwa ni kipindi ambacho watu walikuwa wanajiuliza, huyu Mungu haoni yanayoendelea? Mnanielewa ndugu zangu? Naomba niwaambie ukweli. Kwa hali hiyo sasa, kwa sababu huko kwenye utawala wa magumu, huko kwa Mungu mama nini? Watu wakisema haki ya Mungu iko wapi? Mbona Mungu haingilii kati? Unasoma Malaki ile sura ya 2 aya ya 17. Sasa ndio hapo nataka niwaambie, hiki tulichokisikia hiki ambacho utakikuta katika kitabu cha nabii Amosi ile sura ya 5 aya ya 18, au Yoeli ile sura ya 2 aya ya 1 mpaka 11, au kitabu cha Zefania tunakisikia leo hapa. Nabii anasema msiyaone hayo yote yanatukia mkahisi kwamba Mungu amekaa kimya. Mungu anasikia kilio chenu na ipo atajibu, ataingilia kati, na hiyo itakuwa ni siku ya nani? Ya Mungu. Itaitwa siku ya nani? Siku ambayo huyu Mungu anayeonekana amekaa kimya atafanya nini? Ataingilia siku. Na hayo mnaoyaona hayo yatafika wapi? Mwisho. Yatafika. Ndugu zangu, naomba niwaambie hapo, huwa anasemaga wakati mwingine unaweza ukawa unasali, wakati mwingine unaweza ukawa unaomba, wakati mwingine ukawa unalia, wakati mwingine unagalagala usiku na mchana,
unaona kana kwamba Mungu hajibu, Mungu amekaa nini? Kimya. Usije ukabweteka au ukaamini katika ukimya wa nani? Kwa sababu hata kama Mungu amekaa kimya, si kimya katika akili ya kibinadamu. Maana siku yake nini? Ipo siku ambayo Mungu atajibu hicho ambacho unamuomba, hicho ambacho unakitamani. Kwa hiyo usije hata siku moja ukakata tamaa katika kusali, ukiamini Mungu amekaa nini? Kimya. Msifu Yesu Kristo. Hata siku Mungu wetu maandiko yanasema hivi, naomba mkumbuke haya maandiko naowaambia kwamba mkono wa Mungu upo na sikio la Mungu lipo. Anasema, tazama mkono wa Bwana si mfupi hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kufanya nini? Kusikia. Nabii Isaya ile 59 aya ya kwanza. Usije ukasahau hilo. Mwisho wa kila kitu. Sasa naomba niwaambie somo la pili. Paulo anawakumbusha Wathesalonike ile sura ya pili, ile sura ya 3, waraka wa pili, ile sura ya 3 aya ya 7 mpaka ya 12, kwamba watu walikuwa wanasubiri mwisho wakiwa wamelala. Unaelewa? Yaani wamebweteka wako hivi, wanasubiri Yesu anakuja sasa hivi. Wengine akawa wafanyi kazi. Wengine wanafuatilia mambo ya watu wengine, umbea hapa na pale. Wanaamini Yesu anakuja kesho. Sasa mimi nisome kwa sababu gani? Mimi nilime kwa sababu gani? Mimi nijenge kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu anakuja. Siku si nyingi. Ndiye hata saa nyingine katika maisha tunaweza tukajiuliza. Unajua kuna matukio yanatokea, huwa tunajiuliza, hivi huyu amejenga mpaka hapa, anakaribia kuhamia ndiye anafariki. Unajua hicho kitu? Wakati mwingine mtu amesoma amefanikiwa mpaka kazi mwaka wa kwanza, ajali, amefariki. Mwingine amepambana maisha yake maskini, anaanza kula matunda, majanga, ameondoka. Mzazi anasomesha mtoto wake mtoto mshahara kwanza anampelekea, anarudi nyumbani anasikia mtoto wake apata ajali, kafariki. Mpaka unajiuliza, hivi haya yote ni kwa sababu gani? Unaelewa? Kama ningalijua nisingefanya hivi mimi. Unajua kuna vitu vingine hapa, wakati fulani Mungu angetufunulia mwisho wetu, kuna baadhi ya vitu au maendeleo tusingeyafanya. Unaelewa? Yaani kama tungalijua mwisho wetu sisi, kuna baadhi ya vitu au maendeleo fulani au hatua fulani katika maisha, kiukweli kabisa tusingezipiga. Kwa sababu hatujui. Pale utakapoifikia hiyo hatua, ndio Mungu anakuambia, mwanangu, kuja hapa. Mpaka jamii inasikitika. Mnafahamu? Lakini yote ni ya Mungu, tunamwachia nani? Kwa sababu mwisho lazima tuendelee kupambana, lazima tuendelee kusali, lazima tuendelee kufanya nini? Kuomba. Lakini mwisho, sasa hayo maswali hatukuanza sisi kujiuliza mwisho umekaaje. Ndio tumesikia katika Injili, mnaona wanafunzi wanamuuliza Yesu, hebu tuambie jamani, wewe si unayejua? Hivi lini itafika wapi? Lini itafika? Yesu anawaambia, jamani, hebu tulieni. Hebu kwa sababu ya umuhimu wa hii Injili, naomba niwaambie, utaikuta Injili ya Mathayo ile sura ya 24 aya ya kwanza mpaka 14, au Injili ya Marko sura ya 13 aya ya kwanza mpaka 13. Mwisho. Sasa tukiwa na hilo wazi, naomba tafakari mawazo madogo mawili, sawa, ya haraka ya maisha sasa, sawa, ya nini? Muweze kuelewa. Mwambie jirani yako, yote yatapita. Yote yatapita. Yote itafanya nini? Yote yatapita. Yaani maadamu tupo hivi, yote yatafanya nini? Amini usiamini. Sasa naomba muangalie masomo haya vizuri. Naomba muangalie masomo. Injili inaanza kwa mazungumzo ya watu waliokuwa wanavutiwa na uzuri wa hekalu la Yerusalemu. Naelewa hapo? Niwaambie hivi, kuna baadhi ya vitu katika maisha yetu ya ulimwengu wa sasa hivi, ukiangalia unasema wow. Unasema nini? Yaani unashangaa, unasema hii jengo mbona zuri sana. Ili ni maajabu. Unaenda kuangalia wanyama, unaenda kuangalia nini, ukienda Misri, watu waenda Dubai, kushangaa majengo nini? Sasa kati ya maajabu yaliyokuwepo kipindi hicho ni hili hekalu lililojengwa kwa muda wa miaka 46. Injili ya Yohana ile sura ya 2 aya 20. Hili hekalu lilipambwa vizuri kwa mawe mazuri sana. Na watu walikuwa wanalishangaa sana. Hili hekalu zuri sana.
Na naomba niwaambie kitu kingine. Kwa nini watu walikuwa wanajivunia hili hekalu? Kwa sababu lilikuwa linaonyesha kwamba Mungu yupo katikati ya watu wake. Na neno hapo watu wanasema wow katika hili hekalu. Wakiwa wanashangaa, Yesu anawaambia hebu tulieni. Mnaona haya yote mnawashangaa. Ipo siku, ipo nini? Kwamba hakuna jiwe juu ya jiwe hapa ambayo itafanya nini? Halitabomolewa, halitabomoshwa. Yaani kasi kwamba huo uzuri mnaouona huu utafanya nini? Utaisha, utapita. Wanashangaa, wanasema mzee unasemaje? Anaambia hebu tulieni sasa, hebu niwaambieni sasa, ndio hicho anataka kusema. Kwamba yote atafanya nini? Naomba niwaambie ndugu zangu, ni ukweli unaoumiza sana. Maneno ya Kristo yanatukumbusha yote atafanya nini? Ni maneno yanayotukumbusha kwa siku za usoni sio mbali. Siku za usoni sio nini? Mafanikio yote ya kibinadamu itafanya nini? Utukufu wote wa kibinadamu utafanya nini? Naelewa? Utukufu wote wa kibinadamu utafanya nini? Vyao vyote vya kibinadamu itafanya nini? Mali zote zitafanya nini? Fahari zote zitafanya nini? Zitapita. Yote itafanya nini? Yatapita. Heshima itafanya nini? Mipango itafanya nini? Hayo yote ni ya muda. Ni ya nini? Utukufu tulionao ni wa muda. Mali tunazo ni za nini? Heshima zetu ni za muda. Mipango ya muda. Uzuri wetu si ni vya nini? Yote vitafanya nini? Unaelewa? Naomba niwaambie kitu ambacho mimi wanakitafakari kinaniumiza sana. Wengi wanapenda simu za iPhone, si ndio? Mwanzilishi wake anaitwa Steve Jobs. Mnamfahamu Ndiye anzisha hii kampuni, sawa? Huyu mtu, naomba niwaambie kitu ambacho kinanitafakarisha sana. Huyu mtu ambaye alikuwa ni tajiri mkubwa sana. Ni tajiri mkubwa sana. Naomba niwaambie kitu ambacho mimi kinaniumiza sana. Tarehe 5 Oktoba mwaka 2011 alifariki. Alifariki na ugonjwa ambao unaumiza sana. Ugonjwa wa kansa ya kongosho. Katika utajiri wake wote, alitembea mahospitali makubwa sana na madaktari wakubwa. Mwisho akamwambia baba, imefika wapi? Alisema, na utajiri wangu wote na mali zangu zote naondoka hivi tu. Yaani na kila kitu chake, dunia nzima unajua huyu ni tajiri mkubwa, lakini amelala katika kitanda anasema sina chochote tena. Inaumiza nini? Kwamba yote yanafanya nini? Yanapita. Naomba niwaambie ndugu zangu, lazima tafakari sana. Inaumiza sana tunapotumia haya yanayopita wakati mwingine kujionea fahari sisi. Unaelewa Au tunapotumia haya yanayopita kwa ajili ya kuwaumiza wengine au kuwakandamiza nani? Inaumiza sana. Tunapo sujudu vyeo vyetu, madaraka yetu, nafasi zetu katika jamii bila kuelewa kwamba wote vinafanya nini? Yote inasikitisha sana sana sana. Tumsifu Yesu Kristo. Huko majumbani wapi, haya yote yanafanya nini? Naomba niwaambie katika ulimwengu ambao watu wengi wanajifunia vimawe vilivyopambwa hekalu zao. Yaani vimawe ambao mimi ni bosi, mimi ni. Unaelewa? Bila kuelewa yote yanafanya nini? Yote na wakati mwingine mbaya zaidi, wewe usipoviabudu hivyo vimawe vilivyopamba hawa, hauna maisha. Ili ufanikiwe lazima uviabudu, ili upate promotion lazima ufanye nini? Ili wakusaidia lazima ufanye nini? Jamani ndugu zangu, haya yote yanafanya nini? Haya yote mwambie jirani yako yote yatapita. Yote yatapita. Tujifunze sana sana. Mtakatifu Agustino anasema utukufu wote wa dunia hii ni gwaride linalopita. Yote yanafanya nini? Omba sana, naambia sana watu. Omba sana watu wakupende, watu wakuheshimu, si kwa sababu ya cheo, mali au vilivyo kuzunguka, bali kwa sababu ya utu ulio ndani mwako. Watu wakupende, watu wakuheshimu, si kwa sababu ya wewe ni baba, wewe ni mama, au wewe ni bosi, wewe na madaraka. Ila kwa sababu wewe ni
mtu. Unaelewa? Wakikuona waseme huyu ni mtu huyu. Wakiwa na shida wasema huyu ni. Hata kama ukiondoka watu walie kwa sababu wewe nani? Msifie Yesu Kristo. Mabaya yako yote yatapita. Omba sana kuwa na utu ndani mwako. Sasa la pili na la mwisho, naomba niwaambie la pili la mwisho hapa sasa tuwe makini tena. Mabaya yako jifunze kuvumilia. Jifunze kuvumilia. Mnajua kwa nini tunauliza mwisho utakuwa lini? Kwa sababu tumechoka. Yaani tunataka mwisho tuondoke hapa. Tumefanya nini? Jifunze kufanya nini? Mwambie lako jifunze kuvumilia. Kristo anasema ule mwisho hauji upesi babangu. Ule mwisho hauji nini? Lazima kupitia dhiki, misingi ya dunia itikiswe, misingi ya imani itikiswe, lakini sisi tufanye nini? Tuvumilie. Nasema hivi kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao hauwezi tena kuvumilia. Ulimwengu ambao umetoka kufanya nini? Yaani ungepima kiwango cha kuvumilia, wamefika mwisho watu. Yaani watu kuvumilia wamefika wapi? Kwa kweli kabisa. Uvumilivu wa sasa hivi umefika nini? Nitawapa mifano ili muweze kuelewa sasa tuende kwenye maisha, si ndio? Migogoro inayotokea sasa hivi, watu wametoka kuvumilia. Sawa? Yaani sasa hivi. Yaani katika jamii watu wametoka kwa nini? Mnanielewa? Tunaishi katika ulimwengu. Watu wamechoka. Hatuwezi tena kuvumilia kusikilizana. Yaani mimi sikusikilizi tena. Tumechoka. Mnaelewa? Hatuwezi kuvumilia tena kukosoana. Ukinikosoa mimi na hey, nimechoka kuvumilia. Sawa? Hatuwezi tena kuvumilia kutembea pamoja. Kila mtu apite njia yake sasa hivi. Yaani kila mtu apambane kwa namna yake. Tumetoka kwa nini? Kuvumilia. Hatuwezi tena kuvumilia kusikia ukweli. Ukiniambia ukweli mimi nakuvamia. Tumetoka kwa nini? Yaani watu wamechoka. Tumechoka tena kuvumilia kukaa meza moja kila siku yani hivi. Inatosha. Umeelewa? Watu wametoka kwa nini? Haya yote. Yaani angalieni tu vizuri. Ulimwengu sasa hivi umechoka. Yaani jicho kwa jicho, jino kwa jino na watu waamini. Wametoka kwa nini? Ndio maana nakwambia jifunze kufanya nini? Kwa sababu ulimwengu umetoka kwa nini? Haya, nyinyi mnaangalia haya ya kawaida, si ndio? Twende kwenye hata kwenye ofisi za taasisi zetu kutoka kufanya kazi. Watu wametoka kwa nini? Bosi, watu wametoka kuvumilia. Watu wametoka kuvumilia maneno kazini. Watu wametoka kwa nini? Watu wametoka kutukanwa, kuonywa, watu wamechoka. Yaani watu wamechoka. Unaelewa? Watu wamechoka kuvumilia. Uvumilivu ni mdogo sana. Yaani ukijichanganya tu watu wanakuja na wewe. Vipi? Jamani, watu wamechoka. Unaelewa? Yaani uko maofisini, unavuja, wewe kila siku unamsema huyu, unamsengenya huyu. Watu wamechoka. Yaani wamechoka. Yaani wamechoka kabisa, hataki kuvumilia. Wamechoka? Kila siku walalamika. Watu wamefanya nini? Twende majumbani sasa. Nyumbani watu wamechoka. Wewe kila siku mlevi wewe tu, wamechoka. Wewe kila siku kesi za mzio wewe tu, watu wamechoka. Sawa? Unaelewa? Wewe kila siku usikilizwe wewe tu, watu wamefanya nini? Watu wamechoka. Kila siku unaumiza mimi tu, watu wamefanya nini? Mume amechoka, mke amechoka, watoto wamechoka, wazazi wamechoka. Peleka boarding mtoto akakae huko. Tumechoka. Leo tunaishi katika ulimwengu ambao watu wamechoka kwa nini? Lazima tuelewe. Anielewa ndugu zangu. Watu kiukweli wamechoka kwa nini? Kwa hiyo ukiishi nao elewa kwamba watu wa sasa hivi wamechoka. Kwa nini? Jifunze kwa nini? Kwa sababu watu wamechoka. Naelewa kufanya nini? Kuvumilia. Wanasema, mtapendana maagano katika shida na raha, magonjwa na afya, siku zote za maisha. Lakini ukweli watu wamechoka. Ile wanaweka tu pete hivi
Mambo yakiwa magumu anasema nimechoka. Si ulisema utavumilia, anasema baba nilisema lakini sio hapa, nimechoka. Ndugu yangu sio rahisi. Ulimwengu wa sasa hivi watu wanafanya nini? Haya mnasema kwenye ndoa, sawa tuache, si ndio? Kwenye nini? Kwenye ndoa, si ndio? Watu wenyewe kwa wao wenyewe, mtu hata yeye amechoka kuishi. Ndio anasema bora nife tu. Amechoka kufanya nini? Ana amechoka kuvumilia. Mimi nitateseka mpaka lini? Yeye mwenyewe amejichoka, hata wewe atakuachaje sasa? Yaani yeye kachoka, wewe. Watu wamefanya nini? Wamechoka. Angalia twende sehemu nyingine. Twende ya mwisho kwenye imani. Watu wamefanya nini? Watu wamechoka kuvumilia masuala ya imani. Wamechoka. Imani iko hivi kidogo. Wamefanya nini? Wamechoka. Naomba niwaambie, ukienda kwenye jumuiya, hata kanisani, sawa? Kwenye jumuiya ama kanisani, misa ikiwa ndefu watu wafanya nini? Wamechoka kuvumilia. Hapa jana mtu sana watu wafanya nini? Wamechoka. Wamechoka. Jumuiya ikiwa ndefu watu wafanya nini? Matangazo yakiwa marefu wafanya nini? Ulimwengu umechoka kuvumilia. Mnanielewa? Watu wanaondoka, wamechoka, yani wamechoka. Mambo yamekuwa mengi, sawa? Imani ikiguswa, si ndio? Hata kiimani, sawa? Tumsifu Yesu Kristo. Imani ikiguswa, watu wafanya nini? Wewe kila siku mtu anaugua anamwambia Mungu si nini? Mtu amechoka kufanya nini? Naomba niwaambie kitu ambacho huwa anajiulizaga sana, sawa? Mtu akiugua kidogo amechoka kufanya nini? Utamkuta yuko kanisa lingine huko. Anahangaika, sawa? Ameota ndoto mbaya, amechoka kuvumilia, kila siku anaota yeye. Unaelewa? Mtoto wake anaugua, amechoka kila siku. Sawa? Afungi ndoa, amechoka. Afanikiwe afanya nini? Anatafuta, amechoka, yani amechoka. Chochote kinatukua. Kwa mganga ataenda, si kwa nani ataenda, amechoka, sawa? Unachomweza afanya nini? Jifunze kufanya nini? Kwa sababu watu wamechoka. Mnanielewa ndugu zangu? Wewe unakuta mtu leo kaenda siku kwa mchungaji gani? Leo siku kwa nani? Leo kwa nani? Leo kwa sababu amechoka kufanya nini? Amechoka kufanya nini? Tumsifu Yesu Kristo. Naomba niwaambie kitu hapa ambacho mkielewe. Maandiko yanasema, namalizia, kwa uvumilivu wenu mtaziponya nafsi. Mwambie nako, kwa uvumilivu wako utaponya nafsi yako. Mnajua kwa sababu gani? Naomba niwaambie hiki kitu. Mnanielewa? Kuna watu wamepoteza kazi za maana kwa sababu wamechoka kuvumilia. Kuna watu wamepoteza promotion nzuri kwa sababu wamechoka kufanya nini? Kuna watu ndoto zao za maisha zimeenda ndivyo sivyo kwa sababu wamechoka kufanya nini? Kuna watu wamepoteza uhusiano ambao ungezaa ndoa nzuri kwa sababu wamechoka kufanya nini? Wakaenda sehemu mbaya, angalau sasa hivi wanalia. Mnanielewa ndugu zangu? Wapo ni wanasema right, ningevumilia kidogo nisingekuwa hapa. Lakini kwa sababu walichoka mapema, wameshindwa. Kuna watu wangekuwa wafanya biashara wakubwa, lakini wamechoka kufanya nini? Mnaelewa ndugu zangu? Kuna watu wasingekuwa jinsi hivi walivyo, wangevumilia nini? Kidogo. Wanasema wahenga, mvumilivu ula nini? Sisi tunataka kula mbichi. Si sawa? Kwa sababu tunatoka kufanya nini? Kuvumilia. Jifunze kufanya nini? Jifunze kufanya nini? Kuvumilia. Naomba niwaambie, wengine wanaishi maisha ya ajabu kwa sababu wamechoka kufanya nini? Kuvumilia. Wengine wamejikuta kwa madalali wa dini. Madalali wa nini? Kwa sababu walishindwa kufanya nini? Kwa uvumilivu wenu mtaziponya nafsi katika maisha. Omba Mungu akusaidie roho ya nini? Mtakatifu Francisco Asara anasema kusubiri ni fadhila kwa sababu nyuma yake kuna taji kubwa sana. Nyuma ya uvumilivu kuna taji kubwa sana. Jifunze sana katika maisha yako kuwa na roho ya nini? Nao utaona Mungu akifungua milango ya maisha yako. Uvumilivu huu ni wa kusema kwamba
hata misingi yangu ya imani iteteleke, nitasimama nini? Imara. Hata kama sala zangu zinachelewa, nitasimama nini? Hata kama ndoto zangu zinachelewa, nitasimama nini? Kwa sababu msingi wangu nitaujenga katika hekalu, katika jiwe ambalo halitatikisika kamwe, ambaye ni Yesu Kristo. Huyu hataniacha kamwe katika safari yangu ya maisha. Hata mwisho wa dunia hii kufika, nitamuona yeye katika ulimwengu ujao, sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu awabariki sana.